tuelezee, unaweza kumwambiaje kijana katika umri huu pia ambao mnalingana, hauna umzidi, anawezaje kuwa kiongozi kama ulivyokuwa? Asante sana. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa nafasi kuwepo mahali hapa, lakini pia kuweza kumshukuru mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pasco kwa kuweza kuona kitu kilichopo ndani yangu na kuweza kunipa nafasi ya kuweza kuongea mbele ya vijana wote siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli mimi ni binti mdogo, lakini naweza nikaongea mambo kadhaa ambayo yamenisaidia kuweza kufika mahali hapa. Kabla sijaendelea, naweza kuambia kwamba niliweza kugombea ubunge wa umoja wa vijana CCM Taifa, na Mungu mwema jina langu lilirudi, lakini katika kula za maoni ya mwisho sikuweza kupata kula za kutosha. Sasa hapa nataka niwaambie vitu ambavyo vimenisaidia kufika hapo. Kitu cha kwanza ni kuwa na maadili. Mimi siwezi kuwaficha, katika safari yangu yote ya maisha toka nikiwa mdogo nilikuwa na maadili sana. Huwezi kunikuta mtaani na skendo yoyote. Nimeanza sekondari form 1 hadi form 4, nilikuwa na maadili sana, lakini pia nilikuwa na uwezo mzuri darasani. Lakini pia kilichonisaidia kingine, nilikuwa na uwezo wa kubeba mizigo ya wengine. Mimi nina huruma sana. Kwa ile huruma imenisaidia pia kupata nafasi hii na kupata nafasi nyingi za uongozi katika nyanja tofauti, hata nikiwa katika masomo yangu. Nilikuwa nipo tayari nimsaidie mtu hata kama sina, naweza nikampa chote. Yule mtu akienda kwa wengine, nadhani walikuwa wanaambizana. Sioni shida kubeba mzigo wa mwingine, sioni shida kumtetea mwingine. Nipo radhi nilalamikiwe, lakini nipo radhi kupokea lawama kwa ajili ya mwingine. Kitu cha kwanza kabisa kama kijana, jitahidi sana kuwa na maadili. Umbea, unafiki, matetano sio kitu kizuri kwa kijana ambaye ana maono ya kuwa kiongozi. Huwezi kuwa kiongozi mchonganishi, huwezi kuwa kiongozi mbea, huwezi kuwa kiongozi mnafiki. Hivyo vitu vinasababisha watu wengi washindwe kukuamini, kwa kuwa vinaweza kusababisha shida katika nyanja tofauti ambazo unaweza kuzishika. Lakini kitu cha pili ni kujiamini na kujitambua. Mimi najiamini, huwa siangalii mazingira nilionayo. Toka mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pasco aliponiambia wewe ni kiongozi, kiukweli niko tofauti. Nilikuwa napata nafasi tofauti, lakini nilikuwa bado sijajitambua mimi ni nani. Nilikuwa naongoza watu lakini in a wrong direction, sijui nakoelekea. Baba aliponitabiria kwamba utakuja kuwa waziri, ndipo nilipoanza kujitambua na kuanza kusimamia misingi ya kuwa kiongozi. Nikaamini kwenye maisha direction is more important than speed. Vijana wengi tunataka kuwa viongozi, lakini hatuangalii mwelekeo wapi tunataka tupite ili tufike point ile. Wengi tunaenda na speed, hatuangalii mwelekeo. Ngoja. Direction is very important than what? Kwa hivyo vijana wengi tuna speed wana speed sana, lakini hawajui kuelekea. Okay? Ndio. Kitu kingine ambacho kimenisaidia hapo kwenye kujiamini na kujitambua. Nichukue tu mfano, wakati nachukua fomu ya kugombea ubunge. Nilichukua fomu ya kugombea ubunge nikiwa sina chochote ndani, sina hela. Lakini kuna siku nilisikiliza mafundisho ya mama Prophet, alikuwa anafundisha vijana. Akasema Mungu akitaka kukubariki anaangalia una nini. Yale mafundisho yalinisaidia sana. Nilichokifanya nikasema sina hela, lakini nina msukumo wa ndani, kwa kuwa ukiwa na maono ya kuwa kiongozi, maono yanaleta msukumo na mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo niliposikia yale mahubiri ya mama, nikasema sina kitu, lakini mama alisema lazima Mungu akitaka kubariki uwe na kitu. Nikachukua kitanda nikauza. Nilivyouza kitanda nikaja kwenye usiku, ulikuwa ni usiku, the night of healing, yes. Ilikuwa the night of healing. Nilivyokuja hapa, nakumbuka baba akasema kama wewe unajiona special, njoo mbele.
na mimi nikikumbuka baba alishanitabilia hau nijishushe, nikaenda mbele. Lakini mwisho wa siku baba akatupa package yetu ya mafuta ya upako, tukaondoka nayo. Akasema pia kila mtu aahidi sadaka ambayo Mungu anaweza akampa Mungu. Mimi nikaahidi pesa, na pesa niliyoahidi ndio ambayo nilikuwa nimeipata. Usiku baba tulikuwa nakutana naye, alikuwa anatuombea, nikaenda kuchukua ile pesa. Kumbuka hiyo pesa nimeuza kitanda ili kanisaidia kuchukua fomu. Nikachukua pesa yote nikaja nikatoa hapa sadaka, lakini ndani nilikuwa naamini kupitia sadaka hii ambayo naitoa katika madhabahu hii ya kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote nitapata pesa. Ndugu zangu, naomba niwaambie ukweli. Hakika siku ya kesho ndio ilikuwa ni siku ya mwisho kuchukua fomu na sina hela, ila nimetoa sadaka madhabahuni. Ilitokea tu watu kadhaa ambao sikutegemea wanaweza kanitumia hela, wakanitumia hela nyingi. Na kumbuka muda huo pia nilikuwa nipo kwenye bajaji, nimeenda kuchukua fomu na rudi, akatokea mtu akaniona, "Wewe binti, mbona kama umevaa nguo za chama?" Nikasema ndio. "Umegombea?" Nikasema ndio. Akamwambia, "Mimi sikujui, lakini nakupa nauli ya kwenda Dodoma." Akanipa nauli ya kwenda Dodoma. Kumbuka hapo sina ndugu ambaye ananisaidia. Mimi sina wazazi wote wawili. Sina ndugu ambaye ananisaidia, lakini ni watu tu. Na baba alishaikutabiri akasema, Mungu akitaka kukuinua atakuinulia watu. Mimi nimeshuhudia. Nilipochukua fomu nilifuatwa na viongozi wengi sana. Wakaniambia, "Binti, umechukua fomu ya kuwa mbunge wa Umoja wa Vijana CCM Taifa. Lakini kwa wakati huu na nafasi ulionao sasa hivi hapa, mimi ni katibu wa hamasa wa tawi, sio wa mkoa wala wa wilaya, ni wa tawi. Wewe ni katibu wa hamasa wa tawi wa vijana CCM. Huwezi kuwa mbunge wa vijana taifa wakati hujapita kwenye wilaya, lakini pia hujapita kwenye mkoa." Mimi sikuangalia yale maneno, walinifuata, walinishawishi sana. Chukua fomu 2 na kugombea udiwani viti maalum. Lakini mimi nikiangalia msukumo wangu wa ndani, najiwazia makubwa, siwazi udiwani. Vijana wengi ambao walikuwa wanasoma chuo kama mimi nasomea udaktari, wao walichukua fomu za kugombea udiwani viti maalum maeneo tofauti. Lakini mimi baba alishaniambia kuwa waziri, na mimi huwa siamini kwamba kila mtu lazima apite pointi zinazofanana. Kila mtu Mungu anamwandalia njia yake. Nikachukua fomu, nikamwambia sawa, lakini sikuweza kusikiza maneno yake kwa sababu msukumo wangu wa ndani unaniambia kachukue fomu ya kugombea ubunge na sio udiwani. How comes wananishauri nichukue ya udiwani, lakini mimi moyoni mwangu inasema ubunge. Nikachukua fomu kweli ya ubunge na Mungu alisaidia, jina langu likarudi. Nadhani kuna shuhuda kadhaa ambazo zilitokea huko. Kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia kama vijana kuweza kutimiza ndoto za kuwa kiongozi ni kujifunza. Kama kijana, mtumishi wa Mungu amekuwa akifundisha mara nyingi, tujitahidi sana kuwa na maarifa. Unaweza kuwa unaomba sana, unaweza kuwa unafunga sana, lakini kama hauna maarifa na ujuzi, ni ngumu sana kufika pale unapopataka. Vijana wengi tumekuwa tunafanya movement lakini hatuna progress. Nikisema movement lakini hatufanyi progress, maana yake nini? Tunatembea lakini hatukui. Kwa hiyo kama kijana siku ya leo lazima ujue, je, mimi toka mwaka 2022, je, kuna hatua yoyote nimeipiga kwenye maisha au bado nipo pale pale? Na ukishajiona bado uko pale pale, lazima ushtuke na usimame. Kama kijana lazima upige hatua. Kuna kutembea na kupiga hatua. Vijana tusitembee, tupige hatua. Wow. Vijana tusitembee, tupige nini? Muulize jirani yako, unatembea au unapiga hatua? Kwa hiyo kuna kupiga hatua na kutembea. Ndio baba. Okay. Mimi baba nilikuwa natembea, nilikuwa kweli napata nafasi tofauti, lakini nilikuwa sioni napiga hatua. Wow. Kutembea kupiga nini? Ukitembea hatua zionekane. Ukizipiga zinaonekana. Haleluya. Mungu akubariki sana mwanangu. God bless you. Asante sana.